ni kosa kuweza kuamini moja kwa moja kauli za viongozi wa Marekani, ikiwa ni pamoja na Donald Trump au tuseme nchi za magharibi kwa ujumla. Hili linathibitishwa na kinachoendelea kuhusu Irani pamoja na Marekani. Ni siku chache zimepita toka Donald Trump alivyosema kwamba hata ishambulia Irani kutokana na kwamba Irani imeahirisha kuweza kuwanyonga wale waandamanaji ambao walikuwa wamekamatwa katika kipindi cha maandamano ambayo yalikuwa yanaendelea ndani ya Irani. Lakini pia kulingana na taarifa mbalimbali ambazo zilikuwa zinatoka kwamba Israeli ilikuwa haijaweza kujiandaa, ilikuwa haiko tayari kwa hii vita. Lakini pia ni kama vile Israeli iliona mashambulizi ambayo Marekani ilikuwa nataka kuyafanya ndani ya Irani ni kama yale ambayo iliyafanya mwaka jana kwenye ile vita ya siku 12 kati ya Israeli pamoja na Irani. Kiangalia kwa namna moja ama nyingine ni kwamba Israeli haikupenda kwanza mashambulizi ambayo Marekani, aina ya mashambulizi ambayo Marekani iliyafanya ndani ya Irani, pamoja na kwamba Israeli ilikuwa tayari imeshaelemewa na ikawa ipo tayari kuweza kusitisha yale mapigano. Lakini nadhani lengo la Israeli lilikuwa ni kwamba Marekani ikishambulia Irani ihakikishe kwamba ile kwenye mashambulizi ambayo Marekani itafanya ndani ya Irani, mashambulizi ambayo yahakikishe kwamba yanaweza kubadili uongozi ndani ya Irani. Kwa mawazo yangu pia naona kwamba ni kama vile Israeli hataki aina ya mashambulizi ambayo Marekani aliyafanya mwaka jana kwenye ile vita ya siku 12. Kwa sababu tunaona meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln ikielekea pale Mashariki ya Kati, lakini pia na ndege za kivita zimeelekea kwenye Ghuba ya Uajemi. Wakati huo tukurejelea nyuma siku kadhaa, Donald Trump alikuwa ameshasema kwamba hataweza kushambulia, na ndio maana mwanzoni kabisa nikasema kwamba ni makosa kuamini moja kwa moja kauli ambao inakuwa zinatolewa na Donald Trump au tuseme viongozi wa magharibi moja kwa ujumla. Kwa hiyo hata Irani nadhani wanafahamu, hata Putin alishawahi kusema kwamba ni kosa kuweza kuamini hawa watu kile wanachokisema. Ni vizuri kuamini kile ambacho unakiona, na tunachokiona ndio hicho kwamba Marekani inapeleka vikosi vyake vya kijeshi au inaelekeza nguvu zake za kijeshi kule Mashariki ya Kati. Sasa na hii taarifa zinaonyesha kwamba Israeli pia na yenyewe ipo kwenye maandalizi ya kuandaa mifumo yake ya ulinzi wa anga, na kwenye taarifa ambayo tuliona wakati Donald Trump aliwailisha na sababu ambazo zimepelekea pia Donald Trump aweze kuailisha ni kwamba Israeli pia ilikuwa haijaweza kujiandaa na hizi vita, kwa sababu inajua kilichotokea mwaka jana. Kwa hiyo Irani ni nchi ambayo ipiga, manake hasa ikipigwa na mataifa makubwa super power kama Marekani, ina uwezo wa kujibu. Kwa hiyo unapochokoza na wewe lazima uwe umejipanga, na Irani hawezi akashambulia ndani ya Marekani, na wao walishasema kwamba endapo Marekani ataishambulia Irani, basi maeneo yake ikiwa ni pamoja na washirika wake wa karibu wa Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Kakao, Saudi Arabia, UAE, basi watakuwa ni target moja kwa moja kutoka
kutoka mashambulizi ya Iran. Na ukiangalia Marekani Mashariki ya Kati pia anazo kambi za kijeshi, kwa hiyo Irani ataweza kushambulia pia hizo kambi ambapo Marekani itaweza kushambulia Irani. Kwa upande wa uongozi wa Donald Trump ni fursa kwa Israeli, sababu ukiangalia katika viongozi wa Marekani ambao wamepita, marais wa Marekani ambao wameshapita, Donald Trump ni mmoja ya viongozi ambaye amewapa kila kitu Israeli. Kwa hiyo Israeli anaiona pia kama fursa kwa Donald Trump kuwa rais. Na tukumbuke kwamba kwenye awamu ya kwanza ya Donald Trump pia aliweza kuwapa Yerusalemu, mji ambao ulikuwa chini ya Umoja wa Mataifa, lakini Donald Trump aliweza kuwapatia Israeli. Na pia Israeli katika hiki kipindi cha utawala au cha uongozi wa Donald Trump utashuhudia Israeli itumia sana Marekani kwenye mgogoro wake na Irani. Yani hapa lazima pieleweke katika hiki kipindi, kwa sababu hata Israeli wao tayari wameshaona, na wakipoteza hii fursa manake itawachukua pia muda kidogo au muda mrefu kuweza kupata kiongozi wa aina kama ya Donald Trump ambaye anawasikiliza zaidi wa Israeli. Kwa hiyo tutegemee vita, pamoja na hizi kauli ambazo Donald Trump anazitoa kwamba hatashambulia kwa sababu Irani imeahidishwa kuwanyonga waandamanaji mara sijui nini, lakini ukweli vita kati ya Israeli pamoja na Irani ni vita ambayo haiepukiki. Kwa hiyo tayari Israeli, Marekani pamoja na upande wa Irani wote wapo tayari. Kwa hiyo tunasubiri muda tu ufike ni nani ambaye akaweza kulianzisha. Na Irani wao walishasema kwamba awamu hii hawatakubali kusitisha mapigano tofauti na ile mwaka jana, kwa sababu mara baada ya Israeli kuweza kuzidiwa na mashambulizi, Marekani iliweza kutoa pendekezo kwamba hiyo vita iweze kusitishwa, na Irani pia na nyewe wakaweza kubali deal. Lakini awamu hii viongozi wamesema kwamba hakutakuwa na suala la kuweza kusitisha vita mpaka pale itakapoeleweka. Kwa hiyo hayo tusiwe wepesi wa kuamini kauli ya hawa viongozi moja kwa moja, kwa sababu wanaweza wakasema kipo, lakini huku chini kwa chini wakawa wanapanga mashambulizi ambao mwisho wa siku kwa upande wa Irani manake anakuja kufanyiwa mashambulizi ya kushitukiza kama mwaka jana. Haitofauti, naweza kusema kwamba mchezo ni ule au staili ni ile ambayo walitumia mwaka jana, kwa sababu mwaka jana tuliona kwamba Irani pamoja na Marekani walikuwa kwenye mazungumzo, na kama sijakosea zilikuwa zimebaki kama siku 2 siku 3 hizi kuelekea kwenye mazungumzo ambayo yalikuwa yamepangwa, lakini Marekani huko manake alikuwa amemdanganya Irani kwamba tutaendelea na mazungumzo, lakini huku chini alikuwa anapanga mashambulizi pamoja na Israeli. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, ni swala la kusubiri muda ukifika tutajua nini kitakachofuata. Ni haya ambayo nimeona kujizungumza siku ya leo. Mimi ni Haruni Nyakapala na hii ni Nyakapala Digital. Tukutane wakati mwingine, uwe na wikendi njema.